usiku wa kuamkia jana wa kifo cha Ahmed Sheikh Omar baada ya kuhusika katika ajali alipokuwa anabeba mali ambayo si halali kwa nchi. Ni kwamba yeye hakupigwa risasi, bali alipoona maafisa wa polisi aligeuza gari yake na akaanza kutoroka kwa mwendo wa kasi sana, na hiyo gari yake ilikuwa imebeba mzigo wa kuzidi uwezo wa kuweza kudhibiti hiyo gari, kwa sababu baada ya hiyo gari kuanguka, huo mzigo ulibidi uwekwe kwa Land Cruiser na gari nyingine, Land Cruiser nyingine covered body, ndio uweze kubeba huo mzigo kufikisha kwa kituo cha polisi. Kwa hivyo kifo chake kimethibitishwa na mkaguzi wa maiti wa serikali Daktari Dorothy Njeru pamoja na familia pamoja na maafisa wa polisi walioshuhudia ukaguzi huo, na ikathibitika kwamba yeye alipata majeraha kutokana na kifaa butu kinacholinganishwa na ajali ya barabarani. Kwa hivyo maafisa wa polisi hawajahusika kwa kumpiga risasi hata kamwe, ila ajali hiyo ndio ilimsababishia kifo. Wale ambao walikuwa wameeleza kwamba wenda kama amepigwa risasi 3, Daktari Njeru hakupata risasi hizo ama alama ya risasi hizo katika mwili wa mwenda zake, na tunawahimiza jamii kuwa wapole na kuelewa taratibu ambazo ni za kimsingi wakati mikasa kama hiyo inapofanyika. Ni ajali ilifanyika, na hatungetaka kuona watu wengine wakiathirika kwa sababu ya wale viongozi wachache ambao wanatoa tuhuma zisizo na msingi na lalama ambazo zina leta uhasama baina ya wananchi na maafisa polisi. Hata sasa tumesikia kwamba kuna waandamanaji ambao wamejitokeza waandamana kwa ajili ya kifo hiki cha Ahmed, lakini tunawaelezea kwamba kifo hiki hakijatokana na majeraha ya risasi, ila majeraha yalitokana na ajali. Halikadhalika wale wote ambao wanafanya biashara haramu, biashara magendo ya kutoa bidhaa kutoka nchi jirani ya Somalia, tunatahadharisha kwa sababu lazima sheria ifuatwe. Maafisa wa usalama wa nchi hii wameshika doria katika kila pembe ya mji huu na vitongoji vyake kuhakikisha kwamba hizi biashara haramu hazitaendelea. Biashara hii inapumbaza biashara halali za wale ambao wananunua bidhaa katika nchi hii, wanakosa masoko kwa sababu bidhaa hizi ambazo hazitozwi ushuru. Na mpaka sasa tunaelezea kwamba mpaka kati ya Kenya na Somalia umefungwa na utabakia hivyo hadi siku ile ambapo tutawatangazia kwamba pengine kama umefunguliwa au la. Bidhaa zote ambazo zinauzwa kinyume cha sheria, ambazo hazijakadiriwa na maafisa wa ukadiriaji wa ubora wa bidhaa katika nchi hii, ni bidhaa haramu, ni bidhaa gushi, na hatutazikubali hata kwa maduka ya hapa Garissa na vitongoji vyake. Wakazi wa Kenya tunawatahadharisha pia katika bidhaa hizi ambazo hazijakadiriwa na maafisa rasmi, huenda zikawa na madhara kwa afya yetu na maisha yetu na jamii yetu. Kwa hivyo tuwe sana waangalifu katika matumizi ya bidhaa hizi, na kama tunaweza pata bidhaa ambazo zinatoka nchini Kenya ambazo zina ubora wa kiwango cha juu, basi wacha sisi tuweze kujenga nchi yetu kwa kununua bidhaa ambazo zinatengenezwa humu nchini na zile ambazo zinaingizwa katika nchi hii kwa njia ya kihalali.